Karibu sana kwenye UDOM Podcast, na wiki hii tunayo furaha kubwa kuwa na mkurugenzi wa shahada za uzamili kutokea hapa Chuo Kikuu cha Dodoma, Dr. Peter Kirigiti, na tutazungumza naye kuhusiana na mwenendo wa udahili kwa mwaka wa masomo 2025-2026 kwa ngazi za postgraduate diploma, masters pamoja na PhD. Dr. Peter Kirigiti, karibu sana kwenye UDOM Podcast. Kwanza kabisa niwapongeze kama kurugenzi ya shahada za uzamili kwa mwaka huu wa masomo 2025-2026. Hongereni kwanza kwa mchakato wa udahili, na mmefanikiwa kwa kiasi gani ukilinganisha na yale matarajio ambayo mlikuwa nayo kama kurugenzi? Asante sana. Dirisha la udahili kwa wanafunzi wa shahada za uzamili lifunguliwa mwezi Machi mwaka 2025 na linaendelea. Na toka limefunguliwa, waombaji wengi wameweza kuomba, kutuma maombi kwa maana ya kudahiliwa, na tukilinganisha na miaka iliyopita, mwaka huu tumeweza kufanikiwa kupata idadi kubwa zaidi ya waombaji. Na hasa kwenye zile programu ambazo zilikuwa hazipati waombaji wengi. Kwa mfano, moja ya programu hiyo ni shahada ya uzamili ambayo kwa Kiingereza inaitwa Master of Science in Engineering Management, ambayo kwa mwaka huu tumepata wanafunzi wengi zaidi kulinganisha na miaka iliyopita. Lakini pia kwa kipindi chote hicho tumeweza kupata maombi kutoka kwa watarajiwa na kutarajia kuja kusoma Chuo Kikuu cha Dodoma kutoka nje ya nchi. Tunao waombaji kutoka Cameroon, tunao waombaji kutoka Congo Brazzaville, tunao waombaji kutoka Rwanda, Kenya pamoja na nchi zinazotuzunguka. Hongera sana daktari. Na vipi, dirisha la udahili bado lipo wazi au limefungwa? Dirisha la udahili lipo wazi, litafungwa tarehe 25 mwezi Oktoba. Lakini naomba pia hapa nifafanue. Hizi ni kwa program ambazo ni za tamrini pamoja na tasnifu, kwa maana za program zenye coursework. Ndio dirisha lake litafungwa tarehe 25 mwezi Oktoba. Lakini shahada za thesis kwa maana ya tazimil itaendelea kuwa wazi na huwa liko wazi mwaka mzima. Kwa hiyo wanafunzi wanaotaka kusoma programu hizo basi dirisha litakuwa wazi kwa muda wote wa mwaka. Na kwa wale waliopata majibu ya kuchaguliwa, ni hatua gani inayofuata au kuna utaratibu maalum ambao wanapaswa kufuata kama wanafunzi? Wanafunzi wote ambao wamekwisha dahiliwa mpaka sasa hivi kwa kawaida wanapewa barua ya udahili ambayo inaonyesha programu ambayo amedahiliwa, kiasi cha malipo anachotakiwa kufanya, lakini hatua mbalimbali za usajili pamoja na taarifa nyingine. Lakini pia atakapokuja kufanya usajili, wapi anatakiwa kufika kwa ajili ya kufanya usajili. Kwa hiyo taarifa hizo wanazo katika barua yao ya udahili ambayo yakubaliwa maombi yao yale. Lakini pia taratibu nyingine za kuendelea kuwapa taarifa mbalimbali zinaendelea. Kwa mfano, ili kuwakaribisha na kuwapa taarifa mbalimbali, kurugenzi imeunda kundi sogozi ambazo wale wote ambao wamedahiliwa basi wako kwenye kundi lile. Kama na maswali ya ufafanuzi mengine wanaendelea kuwauliza, na pia kurugenzi naweza kuwapatia taarifa mbalimbali. Na ni mambo gani ya msingi haswa wanatakiwa kuyafuata au wanapaswa kuyafuata kabla au baada ya kuripoti chuoni? Mambo ya msingi ya kwanza ni maandalizi. Kwa sababu umechaguliwa na unakuja kusoma, kuweza kufanya maandalizi binafsi ya kuja katika mazingira ya kusoma. Lakini kwa wale ambao ni wafanyakazi, basi ni muhimu kuanza kufanya taratibu za kuweza kupata ruhusa ya masomo na kuja kusoma. Lakini pia usajili hawezi kukamilika bila kufanya malipo. Kwa hiyo yale malipo ya ada na malipo mengineyo ambayo yameainishwa katika barua ya udahili, wanatakiwa kujiandaa na kufanya malipo. Ili wanapofika chuoni basi wanakamilisha zile hatua zilizobaki za kuweza kukamilisha usajili. Daktari, na kwa wale wanafunzi ambao tayari wameshadahiliwa ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma, ni lini tarehe rasmi ya wao kuwasili chuoni? Wanafunzi wale wote ambao wameomba na wamekubaliwa, kwa maana wamedahiliwa, wanatakiwa kuripoti chuoni tarehe 1 mwezi wa 11. Na katika kuripoti hapo ni wiki kwa ajili ya usajili. Na taratibu za usajili pamoja na semina elekezi zitafanyika kati ya tarehe 1 mpaka tarehe 9 mwezi wa 11. Ni muhimu wao kufika, kwa sababu pamoja na usajili utakaokuwa unaendelea, lakini pia tutakuwa na semina elekezi ambazo zitawasaidia kuelewa mazingira ya chuo, wapi wanatakiwa wafanye
na mambo yanayohusiana na shule zao. Lakini pia katika wiki hiyo makamu mkuu wa chuo atapata nafasi ya kuongea na wanafunzi wote ambao wamedahiliwa kwa mwaka wa masomo 25-26. Kwa hiyo ni muhimu kufika mapema kuweza kufanya hayo maandalizi na kuyafahamu mazingira. Lakini mbali na hiyo, itakapofika tarehe 10 mwezi wa 11, basi masomo rasmi yataanza. Kwa hiyo tunawahimiza wanafunzi wote ambao wamedahiliwa wafike kwa wakati kwa ajili ya kuanza masomo. Shukrani sana daktari. Kuwahi kufika kwa wakati ndipo ambapo kutakurahisishia wewe pia kuanza masomo. Na wengi wamekuwa wakiuliza kama kuna ufundishaji wa kozi zozote kwa njia ya mtandao. Ndiyo, ufundishaji kwa njia ya mtandao upo na hivi karibuni Chuo Kikuu cha Dodoma kimefanya zoezi kubwa kwa ajili ya kuhuisha mitaala hasa mitaala inayohusika na shahada za uzamili kwa ajili ya kuruhusu hiyo njia ya ufundishaji kwa njia ya mtandao. Je, kuna programu mpya zilizoanzishwa kwenye shahada ya uzamili, na kama bado, je, kuna yoyote ipo kwenye mchakato wa kuanzishwa? Ndio, ziko programu ambazo zimekwishaanzishwa, lakini nyingine zimekwishatengenezwa na zimewasilishwa kwenye mamlaka kwa ajili ya kupata ithibati. Ndio. Kwa ruksa yako. Ziko nyingi, naweza kuzitaja chache. Tunayo Master of Science in Biotechnology, tunayo Master of Science in Aquaculture, lakini tunayo Master of Science in ICT for Development, tunayo Master of Library and Information Technology, kuna MBA Finance, lakini kuna MBA Marketing, kuna MBA Human Resources, kuna Master of Early Child Education, kuna Master of Education in Science Education, kuna Master of Adult Education in the Community Development, kuna Master of Science of Medicine in Radiology, Emergency, Cardiology, Pathology, ambazo pia zimewasilishwa kwa ajili ya kupata ithibati. Ndio. Na hizo ni kozi ambazo ni program ambazo zinaenda kutumika mwaka huu wa masomo 2025 2026 au bado hazijaanza kutumika? Kuna nyingine ambazo bado hazitakuwepo kwa mwaka huu wa masomo, lakini zile ambazo ziko sahihi zinaweza zikaanza kutumika. Shukrani sana daktari. Na je, kuna fursa zozote za ufadhili kwa wanafunzi hao wa shahada ya uzamili au mikopo ambayo inatolewa kwa wanafunzi hao wa shahada za uzamili? Ndio, tukianza na hili la mikopo, kwanza bodi ya mikopo inatoa mikopo kwa wanafunzi wa shahada za uzamili. Kwa yote ambaye amedahiliwa anaweza akafuata taratibu ambao umetolewa na bodi ya mikopo. Lakini kwa chuo iko miradi mbalimbali ambayo inakuwepo na huwa pia inafadhili masomo kwa ajili ya wanafunzi wa shahada za uzamili. Kwa mfano, kuna mradi wa Keshin unafadhili wanafunzi wawili wa shahada ya uzamivu. Lakini pia kuna mradi wa IRDC blockchain ambao unafadhili mwanafunzi mmoja. Lakini tuna mradi wa Danida ambao unafadhili wanafunzi wawili. Lakini pia kule ndaki ya sayansi asilia na hisabati kuna mradi ambao utasomesha wanafunzi 14. Lakini ukienda kule ndaki ya elimu kuna mradi ambao unasomesha wanafunzi 23. Ni kwa namna gani Chuo Kikuu cha Dodoma kinahakikisha ubora wa elimu kwa wanafunzi wa postgraduate? Hilo ni jambo moja ambalo ni muhimu, kwamba pamoja na kutoa elimu ni vizuri pia kuzingatia ubora unaotolewa. Kwa hiyo Chuo Kikuu cha Dodoma kinayo miongozo mizuri ambayo inasimamia utoaji wa elimu ya shahada za uzamili. Kwa hiyo hivi karibuni kumefanyika marejeo au mapitio ya kanuni zinazoongoza shahada za uzamili ambayo toka mwaka 2024, lakini pia inafuata miongozo mingine ya ndani ya quality assurance. Lakini pia tunao walimu wabobezi ambao wamebobea na ni mahiri katika kusimamia kazi za wanafunzi na hasa kwenye tasnifu. Daktari, kutokana na hayo yote ambayo umetoa ufafanuzi wakati huu, lakini bado kumekuwa na malalamiko kwa wanafunzi wa shahada za uzamili kwamba wanacheleweshewa au kuna namna wasimamizi wanawachelewesha kushindwa kumaliza kwa wakati. Hii ina ukweli gani? Na kama kuna ukweli wowote, je, ni hatua gani zinachukuliwa kuhakikisha wanafunzi hawa wanamaliza kwa wakati? Asante sana. Ni muhimu kufahamu kwamba utoaji wa elimu unaambatana na ubora. Kwa hiyo ni muhimu kwa mhitimu yote wa shahada za uzamili katika Chuo Kikuu cha Dodoma anahitimu, lakini akiwa na bora zaidi, akiwa na kazi nzuri zaidi.
Kwa hiyo kazi hii nzuri inafanywa na walimu wabobevu na wenye weledi katika kusimamia wanafunzi hawa wa shahada za uzamili. Zipo njia mbalimbali ambazo zinafanyika kwa ajili ya kusimamia na kuangalia mwenendo mzima wa ufundishaji na usimamizi kwenye tasnifu. Moja, tunaongozwa na kanuni. Kwa hiyo kanuni inaelekeza inayo majukumu ya mwanafunzi ambayo anatakiwa kuyatimiza. Kuna majukumu ya msimamizi ambayo anatakiwa kuyafuata. Lakini mbili, kurugenzi inafanya ufuatiliaji wa karibu na inapokea malalamiko mbalimbali na pale ambapo panahitaji kufanya kuchukua hatua basi kurugenzi itachukua au itashauri katika mamlaka hatua mbalimbali za kuchukua. Lakini pia kurugenzi inaratibu na kutoa semina mbalimbali kwa ajili ya wanafunzi kuwajengea uwezo. Kama hapo mwanzo nilivyosema, kuhitimu kunaendana na ubora. Kwa hiyo wanafunzi hupewa mafunzo mbalimbali kwa ajili ya kuimarisha na kuwapa uelewa katika kazi ambazo wanazifanya. Lakini ili kuboresha utoaji wa elimu, basi milango iko wazi kwa ofisi za kurugenzi. Kama kuna malalamiko yoyote pale ambayo jambo halikwenda vizuri, basi wanakaribishwa kufika katika ofisi ya kurugenzi kwa ajili ya kupata ufafanuzi, lakini kwa ajili ya hoja zao kutatuliwa. Daktari, nikushukuru sana, lakini kabla hatujamalizia nilikuwa natamani kusikia wito kutoka kwako kwa wanafunzi ambao wamedailiwa kwa mwaka wa masomo 2025-2026 na kwa wale pia ambao wanaendelea. Asante sana. Kwanza tunawakaribisha katika Chuo Kikuu cha Dodoma kwenye shahada za uzamili. Tunatoa elimu bora. Tunao wakufunzi wabobezi na wenye weledi katika maeneo yao. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Lakini pia chuo na kurugenzi pia ina wathamini. Lakini pia imeweka namna nzuri ya kuweza kuangalia na kufuatilia mienendo yao. Na hivi karibuni tutakuwa na mfumo mzuri ambao utakuwa unahusika kuangalia mawasiliano kati ya mwanafunzi na msimamizi wake. Ili kuangalia kwamba wanafunzi wanamaliza kwa wakati, lakini pia wakiwa na kazi ambayo ni bora zaidi. Chuo Kikuu cha Dodoma kimejipanga kuwapokea, lakini pia kuhakikisha kwamba elimu wanayopata ni ile ambayo wametarajiwa kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Kwa niaba ya kurugenzi niwakaribishe tena, na tuko tayari kuwapokea kwa ajili ya kuwapa elimu bora. Tunakushukuru sana Dr. Peter Kirigiti kwa kutenga muda wako kututembelea hapa au kuzungumza nasi kwenye UDOM Podcast na kuzungumza kwa ufanisi na kutoa ufafanuzi wa kina kuhusiana na udahili huu wa mwaka wa masomo 2025-2026 kwa shahada za uzamili. Tunakushukuru sana na tunakukaribisha tena kwenye UDOM Podcast. Karibu. Asante. Kwa watazamaji wetu wote ambao mnafuatilia UDOM Podcast, kwa wale ambao wameshachaguliwa tayari au wale ambao wanasubiri majibu ya udahili kwa mwaka huu wa masomo 2025-2026, sikiliza haya yote yaliyoelekezwa hapa na uyafuatilie ipasavyo kwa umakini kabisa, kwa sababu lengo ni kuhakikisha haufanyi makosa ambayo yatakuchelewesha wewe kuwasili chuoni. Mimi ni Michelle Scholar, tukutane wiki ijayo kwenye UDOM Podcast hapa. Endelea kutufuatilia mpaka wakati mwingine. Bye bye.